Sehemu mojawapo ya jiji la Dar es Salaam inayowaka maisha kwa usiku na mchana. Mitaa imejaa kelele za magari, watu waliotoka kazini na wengine waliokuja tu kutafuta burudani ya usiku. Kwenye kona moja ya barabara karibu na mgahawa wa chakula cha haraka, msichana mrembo mwenye sura ya kuvutia, aliyevaa suruali fupi ya jeans na blauzi ya kubana, alisimama akiwatazama wanaume kwa jicho la kitaalamu ni kama anawasoma. Anaitwa Mimi, maarufu mitaani kama malaya wa Sinza. Mimi hakuwa malaya wa kawaida. Alikuwa na haiba, akili na mdomo wa kushawishi. Wanaume waliomuona mara ya kwanza walijua wanatamani, lakini baada ya kuzungumza naye walijikuta wakiingia kwenye mchezo ambao hawakutarajia. Wengine walitoka naye wakidhani wamepata huduma ya usiku mmoja, lakini walikuja kushuhudia hadithi yao ikibadilika kuwa mtego wa kihisia, pesa au hata aibu. Mimi alianza maisha haya baada ya kuingia mjini akitokea Mbeya. Alikuja kwa mjomba wake aliyekuwa mfanyabiashara, lakini mambo yalibadilika baada ya mjomba kuanza kumtazama kwa macho ya ajabu. Alitoroka na kujikuta Sinza, sehemu ambayo kila mtu ana nafasi yake, bora tu uwe na akili ya kujiweka sokoni. Sehemu ya pili: siri za giza. Mimi hakufanya biashara yake kwa njia ya barabarani tu. Alijua kutafuta wateja kwenye mitandao, kwenye sehemu za starehe za hadhi kama Samaki, Havoc na Nextdoor. Alijua kupiga picha, kuandika caption zenye mvuto na kumfanya mwanamume ajisikie ni yeye pekee anayepewa nafasi hiyo. Lakini usiku mmoja mambo yalibadilika. Alikutana na mwanaume mmoja mwenye pesa nyingi, mwenye jeuri ya fedha, lakini mwenye macho ya kutisha. Aliitwa Omari, lakini watu wa mtaa walimuita mchawi wa Sinza. Alimpa Maralila, Mimi, pesa nyingi, gari ya kifahari na ahadi ya maisha bora. Lakini kila alipoenda kulala naye, alikuwa anaamka usiku akiwa na vidonda visivyoeleweka. Ndoto mbaya, sauti za ajabu na kumbukumbu za utoto wake vilianza kumrudia. Je, Mimi ataweza kutoka kwenye mtego wa huyu mwanamume mwenye pesa na siri nzito? Je, maisha yake ya malaya ni uamuzi au mateso ya maisha yaliyomgeuka? Sehemu ya tatu: mstari wa mwanzo wa mwisho. Mimi anaanza kutafakari maisha mapya. Anakutana na kijana mmoja anayeitwa Brian, dereva wa bajaji anayemchukua mara kwa mara. Brian anamwonyesha huruma, hamsumbui, anamsikiliza na hata kumsaidia bila kutarajia kitu. Taratibu, Mimi anaanza kuona maisha mengine, maisha ya heshima, mapenzi ya kweli na matumaini ya kuwa mama na mke. Lakini Omari hataki kumwacha. Anamtishia, anamfuata hadi nyumbani kwa Brian na kuanza vita ya hila, uchawi na pesa.